tuendelee kutoka kwa wingi sana. Upitie mwenzio, tuendelee kutoka mwingi sana. Mfate mwenzio mpaka Ikulu. Kama ni wakuu wa wilaya, kwa kuwa mkoa, kwa kuwa nini, kwa madiwani, kote piteni. Chochote ulichonacho pita nacho. Hao watu si watu wazuri. Kama unajua anaendelea kufua watu wetu na wanaendelea kuwa watu wetu, endelea kutoka sana kwa wingi. Mikoa yote ya Tanganyika kuanzia Kigoma nilikotoka, ndaseze muvio bakabo mugerija kwa mkuu wa mkoa, mwende mkamkate mapumba toke hewani kumamaka akimbia huko. Maana wao washenzi hawafai. Tunahitaji kuwafukuza kwa nguvu zote. Kama mtampa ngumi ya sikio, kama mtampa ngumi ya mapunye, kama mtampa ngumi, tafadhali tutoke kwa wingi ndugu zanguni. Tunawapenda sana, tuendelee kupush. Kwa Gwajima pale nimesikia kwamba Makenge wamekuja bishaja sana hapo, wanakuja. Kwa hiyo Makenge mnaendelea kwenda sehemu mbalimbali. Sio mpende kusimama sehemu moja. Mfate mwenzio, amfate wenzio, endelee kwenda jana kujua mkuu mkoa, mwenye kujua mkuu wa wilaya, mwenye kujua kwa shishi, mwenye kujua kwa nani, mwenye kujua kwa watu gani, mwenye kujua kwa Diamond, mwenye kujua kwa mama yake, mwenye kujua kwa Juksi, mwenye kujua kwa nani, kwa yoyote, kwa mali, kwa Makenge wote hawafai. Wenye kujua VVCCM wote walipo hawafai. Ichi imeshauzwa, wote ni matapeli. Mwenye kujua pa Liziwani, mwenye kujua pa Abduli, mwenye kujua kwa Mafele, Mulilo, hao wote Makenge weusi kabisa hao. Polisi akija mnyanganyeni budini mtandike kama kajinye kabisa. Ikulu hata kwa fimbo. Nawaambia ukweli, wewe Samia kinyago cha mpapule, wewe Abduli, mtatoka hata kwa panga. Nawaambia mtatoka hata kwa mikuki. Hatutaki. Tumenyanyasika vya kutosha, bado mnaendelea kuwa watu na kwa bamaza. Na bado mili mnafufua, mnaichoma mbwa je kabisa. Mnashinda kwa familia zao. Eti mnaficha ushahidi. Sasa ngoja nitawaonyesha kumanyimako zenu mbwa nye. Naombeni mwendelee kutuma video ambazo umetoka kwa wingi. Mwendelee kututumia DM, tuendelee kupost. Na hizi video zetu mwendelee kuzisambaza. Tutoke kwa wingi sana, watu tunawaweza. Tumeshawamaliza watu, tumebakia mifupa tu, watu tutatafuna mifupa. Kwanza tunamaliza. Kaeni mnajua. Hivyo vyote vya serikalini ni vya wananchi. Na serikali sio ya familia ya wewe Samia, sio ya wewe familia Kikwete. Serikali ni ya wananchi mbwanye. Kutuona kutubamaza ni mwisho. CCM ni X. Unakojua katibu wa CCM aliko kokote. Popote pale nao wanalipo popote pale. Hao ni halali yenu. Kabisa, wajue. Haiwezekani kuwa watu kiasi yote hicho mnaenda kuwa kila siku. Na bado mnachoma moto kama nani nye. Yaani serikali imejiweka kama familia ni ya kwetu. Mpaka Dubai imenunua kwa ndege nyewe wapumbavu wajinga kabisa. Mmenunua mayoshi kibao na bado rasilimali zetu zote imeuza. Umaji tu yamewashinda. Nyewe kazi gani? CCM hatuwataki. Nakwambia wewe Samia, toka haraka sana Ikulu nakwambia. Tunakufuata, tukuogopi wala wewe Abduli. Wewe si unajiita si huyo kenge mweusi huyo nani? Sumai kuma na mama yenu tunawaingia. Toke na shoka, mwenye kutoka na jembe toke na jembe, mwenye vijiko masufuria bebeni kichwani, mwenye ndoo. Samia lazima tumpasue navyo, mwenye chupa, mwenye vibiriti. Nasemaje? Samia wewe umeanzisha rasilimali ni za wananchi, nye kenge. Rasilimali ni za wananchi. Sasa hivi Ikulu mmekita huko na watoto wenu na vinembe vyenu mmeweka Ikulu, mnakuwa rasilimali ni za kwenu. Mmeka familia zote mmekaa tu vitu vya kuzunguka wanaangalia weni hawa. Sasa ngojeni nikwambie, ukiwa kwa upanga tunaua, unakufa kwa upanga. Sasa basi tunayekuta njiani za kichwa tunayekuta na nini za mkungu kudadeki. Mmeataka wenyewe mbwanye. Meua watu bado mmewafukia na bado mmewafukua na bado mnaenda kuwachoma. Mna akili kweli timamu nyembwa? Mataira mahanisi, mna akili kweli timamu kenge nyewe weusi? Sasa ngojeni niwaambie. Mlilianzisha Tanganyika, haijawahi kutokea mambo yatoka hata Nyerere hajafa. Nyerere meka uliwa na wewe Kikwete tukukuta njiani wewe ndo kabisa shingo tunabeba. Msenge wewe. Mapunye tunakata kumamako. Wewe Abduli msenge wewe. Si unaendelea kuwa watu na kuteka watu.
Unaambia watu wafufue, watu wako nani, wako wachome. Mtachomwa nyie, mbwa nyie. Bebeni na vibiriti. Leo ni ya muhimu sana ya kupigania nchi na Mwenyezi Mungu kashaichagua. Mtume Muhammad swalla ameshaichagua. Wewe nani ukatae? Siku ya leo ni ya muhimu na imetakasika kuanzia kwa Mtume Muhammad swalla mpaka kwa Mwenyezi Mungu. Sasa basi, watu wote ni kuenda, wenye kwenda Ikulu, wa mikoani mwende kwa mkuu wa mkoa, wakuu wa wilaya, uko mvuruge, mfanye vyovyote. Wana CCM hizo nani zao vunja. Ni vya kwetu. Wanafanya nini? Hela zote wamekimbiza nje. Watu hatuna hata maji. Hatuna hata maji. Yaani maji. Hospitali dawa zimeisha. Mmetugombanisha nchi yetu na nchi zingine kivipi le kawai? Mmetugombanisha na Kenya, nchi za nje, nchi za magharibi zote. Kwa ajili ya wewe Samia, wewe nani? Yaani wewe nani na Abduli wewe nani? Eti leo sasa mnaanza kuwabembeza kuwapa pesa. Si mmefanya wenyewe wamba kipumbavu. Tokeni Ikulu, mmefanya wenyewe upumbavu. Hamfai kwenye kiti cha Ikulu, hamfai. Kwanza mjachaguliwa. Mmechaguliwa na nani nyie Kenya? Na wauliza mmechaguliwa na nani? Ndugu zangu, nitokeni kwa wingi sana, tuko na nyie na sisi haturudi nyuma. Haturudi nyuma, taifa letu lazima tuwe mikononi mwa wananchi. Lazima na siombi, lazima. Mpaka Ikulu, wakuu wa wilaya piteni huko, wakuu wa mkoa, wakuu madiwani piteni, vurugeni. Wenzangu, enough is enough. Hatuwezi kuendelea kuchekea hawa majangili. Leo ni leo, msema kesho Mungu. Leo ni 2025. Naombeni Tanganyika nzima kwa ujumla tutoke kwa wingi sana. Ndugu zanguni, yaliyoko nyuma ya pazia na yajayo ni shida. Watanzania tuko zaidi ya milioni 60 kitu. Zaidi ya milioni 60 kitu. I'm telling you guys. Msije mkashanga mkabashanga tubakia milioni 50 na 40. Hawa watu ni wanaua watu, ndugu zanguni. Watu wameisha. Nikisema watu wameisha namaanisha wanauliwa ndugu zetu sana. Angalia wanavyoenda kufufua miili za watu bila hata kufikiria chochote. Hawa watoto wana baba, wana mama, wana mama zao, wana kaka zao, wana jomba zao, wana shangazi zao. Leo ndugu amezika nguo peke yake. Leo mtu anakuja na kuambia kwani mkitaka kujua idada whatever this. Watanganyika wenzangu, mimi nimejitoa kwa ajili yenu sana na nitaendelea kujitoa. Yaani chochote I'm ready kwa ajili ya Tanganyika yangu. Nitapigana na hao majangili kwa vyovyote. Nasema tena, nitapigana na Samia kwa vyovyote vile. Abduli, nitapigana na wewe kwa vyovyote. Naambia nyoka kita mafere. Umenisikia wewe msenge baridi wewe nani? Sumai. Nitapigana na nyewe kwa vyovyote na kukomboa taifa letu. Sawa Maria, tupiganeni. Naona Maria anakuja na anapigana sana. Watu tunapigana sana, Maga anapigana sana. Ndugu zanguni, tunaombeni ili taifa tulikomboe kutoka kwa majangili. Majangili yanahitaji kunyongwa. Yanahitaji kunyongwa mpaka kufa. Nasema tena, Samia anahitaji kunyongwa mpaka kufa. Hafai kuishi kabisa na familia yake. Abduli hufai hata kwa panga wewe. Ni shetani, hakuna shetani kama wewe. Mmekuja kuwa Watanganyika na bado mnawabamanza hivyo, mnatubamanza kiasi chote hicho. Sasa tutapambana na nyie kwa vyovyote, kwa panga, kwa bunduki, kwa mikuki, kwa fimbo. Takataka nyie za jamii kabisa, shetani nyie. Leo 25 ndugu zangu ni heka twende mpaka Ikulu. Wajue kwamba Tanganyika kweli si watu wa kuchezea. Damu haziwezi kwenda bure na bado wanaendelea kuua. Wanaouliwa nyuma pazia. Ndugu zangu hao wakina Mafele, wakina Kikwete hao. Na mnahangaika kunitafuta. Hamnifanyi chochote na nitawanyoosha. Kwa mujibu wa sheria nitawanyosha na nitawanyonga kwa mujibu wa sheria. Kenge nyinyi. Bila kusahau ndugu zangu wa Tanganyika, kuna wabunge kutoka nje
kama ni Marekani na nchi tofauti tofauti, wamepata kama kuingia tamaa ya pesa za Abdul, zinamuwasha tamaa zile za pesa. Kuna baadhi ya wabunge Marekani, nafikiri ile pesa kama wameahidiwa kiasi fulani cha pesa, mtaona ataanza kuingia Tanzania hapo. Watajifanya mkuja kutembelea bunge, mtaona amekuja kutembelea kitu gani. Lakini ambacho naweza nikawaambia, naombeni mfikishe hii taarifa kwa Mange. Mfikishie Mange kwa sababu sasa hivi bado yuko Instagram. Awe makini sana. Mwambieni Mange awe makini sana. Sana sana sana. Awe makini zaidi ya sana. Mimi Mange nampenda sana. Nimekuwa nimfuatilia kwa muda mrefu sana. Ni mwanaharakati mzuri sana, ameanza kufanyia harakati sio leo wala jana. Na ningeombeni sana muendelee kumfuatilia sana na yeye sana sana sana. Ni mtu ambaye yuko OG sana. Bila kusahau Maria, ni mtu OG sana. Naongea watu ambao unajua ni real. Ni real. Real fighter. Kwa hiyo bila kusahau Sativa Nuluvazi, bila kusahau Twaha, bila kusahau Pastor na watu wengine. Mandonga. Samani. Let me check here, guys. Kwa hiyo hivi serikali naona huyu Clement Mwandambo yeye Clement ana tofauti yake pia na kitu ambacho nakuja kwamba hivi serikali imefanya nini? Hana yeye anayochimbua kutoka kule nani akawaletea. Anaongea mambo ya serikali. Kwa nini serikali ifanye hivi? Kwa nini wanajeshi wanafanya? Hakuingia kitu ambacho ni really sense kabisa. Kwa hiyo naombeni watu tuendelee kusapotiana kwa ajili ya kulipigania taifa letu. Mzalau mwiba humchoma. Siku zote mzalau mwiba humchoma. Ninawapendeni sana. Sana sana sana. Tuendelee kupigana taifa kwa ajili ya kukomboa nchi yetu. Na Watanganyika wote ninawakubali, wote nawapenda. Hasa wanaopigania taifa kutoka katika hawa majangili, hawa wauaji, ninawakubali, saluti sana. Pia kwenye maandamano hamwendi kitaratibu, mnaenda kivita. Walikuja mliona walivyotufanya na bado wanataka kufua ndugu zetu. Kwa hiyo mtu atakapokuambia kwa mambo ya taratibu, unajua sisi nini, kuna ndugu zetu Kariakoo, kuna ndugu zetu makaburi, mwambie huyo kalia. Asanteni. Tanganyika, naombeni mumtagi Lalimado mweze kumtagi, mumwambie wanaenda kufufua zile maiti kama kawaida yake. Set everything ziwe on, tafadhalini sana. Mimi ndo nawaambia pale Mwananyamala kila kitu kiwe on, kwenye yale magorofa ya Kikwete pale Kawe kwenye magorofa ya Kikwete pale wamezika ndugu zetu wengi. Tafadhalini set ziwe on, kila kitu kiwe on. Misituni, mabichi kote ndio watajeni pawe on. Tafadhalini sana. Hawa watu sio watu safi. Namba za simu nimeshatagi kwenye hiyo video iliyopita. Mtaangalia kwenye hiyo video zao. Nani yao muwapigie simu. Hawa washenzi waache mafele acha. Acheni tabia zenu za kisenge. Na mnaendelea kuwa ndugu zetu. Nyie who are you? Nyie wakina nani? Kwa nini mnaendelea kufufua watu mnataka kuficha ushahidi wa Kiboya? Na hizo AI mlizotumia, mnakuja kudanganyisha watu kwamba mnatumia message WhatsApp. Na kati mnajua kabisa tayari uchunguzi wa AI fake shit umeshafanyika. Niko na nyie. Ya kuwafukia ndugu zetu wanaufukua tena. Mabwepande. Bunju kwa Mabwepande kwenye kile kipoli. Wanafufua ndugu zetu sasa hivi. Mabwepande Bunju. Watu ambao wako Bunju jamani. Kuna kipoli hicho, ingieni hapo, wanafufua watu. Na kama una bunduki wapitishie pupu dendeni pale mwakamatie mbali washenzi wakubwa hao. Mabwepande hapo wanafufua watu. Wanafufua makaburi ya watu hapo. Mwambia wanafufua sehemu tofauti. Sasa hivi wanafufua Mabwepande. Sasa hivi wanafufua Mabwepande jamani, ndugu zanguni. Anayejua lile poli la Mabwepande, nendeni pale, wako wanafufua maiti sasa hivi za ndugu zetu.
Mwabwepande wako nafufua maiti sasa hivi. Kwa hiyo mnaweza mkafika pale mkawakuta mkawashuti za kichwa wapumbavu wajinga kabisa, wapumbavu ndio wazimu kabisa. Mwabwepande hapo wako nafufua maiti za ndugu zetu. Acheni upumbavu wenu nyie. Nyie wapumbavu wasenge baridi wewe. Wewe pumbavu wewe. Wewe Sumai wewe. Utakufa mkundu uko wazi. Mwabwepande pale wapo watu kibao wanafufua maiti pale Mwabwepande. Kwenye kile kipoli. Pale polini pale pamejaa watu hivi. Rufufu ambao wako wanafufua. Ambao wako wanafufua makaburi. Jamani mnisamee naongea tu, lazima niongee hivyo. Wanafufua makaburi. Pale Mwabwepande pale. Sijui wana matatizo gani hao watu. Sielewi wanalana namna gani. Yaani I don't know. Sielewi kabisa. Huko Bunju, huko Mwabwepande, huko Mabunju, Mwabwepande. Kwenye jipoli ndio wanafufua watu. Ndio. Yaani Samia wewe ni mpumbavu. Ni shetwani. Ni mjinga. Unawishi watu Christmas. Na huku mmewatuma watu wakafufue watu. Yaani unawishiji watu Christmas huku unajua watu wanafufuliwa na umewatuma watu wakafufue watu leo. Unafanyaje kitu cha namna hiyo? Na siku ulikoazika tena ni siku uliojiapisha. Unaona nani zinazo kufuata? Siku ulikojiapisha ni siku ulikoazika. Halafu leo siku ya Christmas. Tunaambia watu wakafufue. Halafu tena huko kwenye mtandao unaishi nani Merry Christmas? Una akili za kutosha kweli wewe? Wewe mwenda wazimu una akili za kutosha kweli wewe? Ama nikukotee mawe? Na kuuza nikukotee mawe? Una akili kweli za kutosha kichwani kweli wewe? Yaani wewe siku ambayo ulipoapishwa ndiko siku ulipoazika hawa watu ndugu zetu. Leo siku ya Christmas umeambia watu wakafufue ili mkawachome ndugu zetu moto. Hivi zinakutosha kweli kichwani? Mwabwepande kule wanafanya nini? Wanafanya nini kule? Mwabwepande wanafanya nini muda huu? Sio kunafufua maiti. Wewe Samia, wewe ni zaidi. Ndugu zangu ni Watanganyika. Halafu naona papo ana hata aibu usoni. Unaenda unaposti kitu gani? Hata ile aibu ya mwisho hana. Hata kujisikia vibaya hana. Anafufua watoto anataka wachome moto. Mwabwepande sasa hivi watoto wanafufuliwa pale. Mwabwepande pale. Mwabwepande pale. Mwabwepande wako nafufuliwa watoto pale. Yaani plani zake zote za kipumbavu za kijinga. Yaani mtu ambaye bado anaweza kumsikia, yaani Watanganyika 99 wanaokusikia ni familia yako tu. Samia, ndugu zanguni, na kama mbele jeshi la polisi, jeshi la wananchi. Hivi mnamkawiza nini huyu mtu? Huyu shetani kilanga mnamkawiza kitu gani? Na kama unajua tena leo TC, usalama wa taifa umejaa karibia kila kanisa Tanzania. Kila kanisa wamejaa TC. Wanaangalia wasije. Unaona Abdul alipowachezesha. Muangalie wasishtuke, wasende kuangalia. Mna vitu vya kiboya. Mna vitu vya kisenge vya kiboya sana nyie mbwa. Ndugu zangu wanangu gezi. Maandamano ni hashte. Sawa? Mwene chochote hata ukiwa na kijiko. Yaani chochote hata ukiwa na kiatu, ukiwa na chochote, ukiwa na panga, ukiwa na kisu, ukiwa na kitu gani, ukiwa na kiberiti, ukiwa na anything. Samia sio mtu. Hawa watu sio watu. I'm telling you guys. Siku anaapishwa huyu maraya mchafu ndio siku aliozika watu. Halafu leo siku ya sikukuu ambayo siku ya maandamano yetu sisi ambayo Mungu ametuwekea ametujalia, anaenda kuwafukua wale marehemu. Hivyo ana akili kweli hiyo stahila? Mnaona anajali? Yaani yeye siku za nini anafanya vitu vya ajabu tu, ndio maana anakuwa chizi.
siku ya maandamano ya leo, mbebe chochote, mwenye kiberiti, mwenye kitu gani, mwenye dumu, mwenye vitu gani, mwenye vyovyote barabarani, tukutane mbele ya safari. Ni haste. Usimwangalie mtu mwenzio ni anayetoka akili, piga ngumi ya kichwa. Tafadhalini sana. Nawapenda sana. Leo wanafufua watu sana kama wana akili nzuri. Kwa hiyo kila kona wekeni ndani hivi mata. Kwamba yeye mmekuja. Pale Mambwini wameshatoka pale. Mambwende wametoka. Kenge hao kabisa. Watanganyika wenzangu, salamu alaykum. Bwana Yesu asifiwe. Nataka niongee short clear na kama mnavyojua hawa wauaji bwana wamekuja na njia moja. Wanataka wachukue magari ya wanajeshi. Yale magari ya wanajeshi, yale malori ya wanajeshi yale ndio watakaoenda kufua tunakuwa tupo mle. Halafu hao mapolisi watavaa nguo za jeshi. Watavaa nguo za jeshi kwenda kufufua miili ya ndugu zetu hawa waliowaua, ambao walikuwa hawana hatia yoyote kuwakatisha maisha ndugu zetu. Wanataka kwenda kuwafufua wakachome hizo maiti. Halafu pale alipokuwa mezika waseme kwamba tulikuwa na mradi fulani tunataka kujenga. Kwa hiyo hizo mlizoonyesha sivyo, na kama ambavyo nimeshawaambia AI ambao ni fake ambazo wametengeneza wale ambao walichaguliwa na Samia, kwamba wana tume ya uchunguzi ya maafa ya Watanzania. Ile imetengeneza AI kama nilivyowaambia. Ina maana kila kitu wanataka wadanganyishe, wafufue hizo maiti pale, wapasafishe, ionekane kwamba pale ni mradi wao walikuwa wanatengeneza wa kujenga kitu fulani, kama ni viwanda ama ni kitu fulani. Kwa hiyo ndugu zangu, naombeni tena mumtagi Rari, mumtagi sana kwenye hii video. Lalimado mweze kumtagi sana, lakini msahau kumtagi the baby girl Maria. Mweze kumtagi Maria tafadhalini sana. Mweze kumtagi Maria Sarah tafadhalini sana. Mweze kumtagi Maria. Na kitu kingine, mweze kumtagi pia kama ni watu wengine. Sativa, mweze kumtagi Nurvazi, mweze kumtagi Twaha, mweze kutagi wengi, mweze kuwatagi ambao ni wanapambania taifa yetu. Lakini pia tunahitaji wapambanaji wengi zaidi tuweze kupigania taifa letu jamani. Peke yetu taifa linapigwa kukombolewa na watu wengi sana. Naombeni msiende kulumbana nye kwa nye, kwamba unasema nini, wewe umefanya kitu gani, lakini mimi ambacho sikubaliani, mimi niko real sana. Ninapoona kitu kinaenda tofauti, tumeacha shughuli zetu, sio tumeacha kila kitu. Taifa letu, ndio mimi nimezaliwa Tanzania. Mimi ni Mtanzania. Hata niende wapi mimi ni Mtanzania. Do understand? Hiyo ni nchi yangu. Mimi nimezaliwa mpaka umri niliofikia. Kama ni miaka 13, 14, 15 is me. Au ni miaka 50, 60, 70, 80. Kanke mnaini haijarishi. Ambacho ndicho nikasema ni kwamba Watanzania, mimi niko na Mtanzania kuja tofauti na jinsi ambavyo tulikuwa kuomba nchi yetu. Mimi nitamwambia ukweli bila kumuogopa, awe ni nani, awe nani. Nitaenda kwanza chemba, nitamwambia, na mimi ni mtu wa kuongea, waga sikai na kitu. Kwa mfano mtu anakuja kuambia kwamba nchi yetu tunataka kuikomboa taratibu, kwamba twende taratibu, tukashike tu mabango tutembee kama vile tunaingia. No, mabango unaweza kuingia kanisani, msikitini taratibu tukaonyesha, itaonekana kule. Lakini kwa kupambania taifa lazima msebo uwepo. Ni hashtag msebo. Uwezi kusema kwamba napambania taifa tunaenda tu taratibu. Ndio maana mimi mkono kwamba naongea sana kwa ukali, nina uchungu. Na ninapokuwa naongea kwa ukali jamani, ni bora kuliko, yani ni bora mimi kuliko Samia na hii government kwa vitu ambavyo imefanya katika taifa letu.
Mimi nikiongea kwamba kiungo chochote haijalishi, kuliko kuongea kiungo ukaenda timu A kuongea kiungo na timu B ukifika pale wanakuchinja, utaenda kwenye timu gani? Mimi nikiongea kitu kwamba Samia hivi na hivi, ni kweli mamake ana kisoda wala yeye ana kisoda, nasemaga tu kweli. Kwa hiyo naombeni mnizoe. Na kitu kingine, kupunguza volume zenu za simu, kwangu hiyo ni kitu ambacho kipo, mjitahidi. Siwezi ukana kitu hapa, sitoweza kuongea taratibu kwa huyu muuaji na mtekaji, kwa kina Abduli wa kina Mafele sitoweza, kwa kina nani au kina Kikwete, kwa kina Paul Makonda sitoka kimya, yani sitaongea taratibu, yani sitaongea taratibu kabisa. Haijalishi anisikilize ni mtu mmoja ambaye ni understand, ni watu wawili ambao wataniseti, lakini kuna siku, kuna muda, saa, dakika mtakuja kujua who is Rachel Reader. Na siku utakao kuja kujua ni itakuwa ni too late. Mimi nimetaka kuja karibu na nyie mmetaka labda mtu kwa watu fulani, lakini nyie mmetaka kuni push fulani. Kwa hiyo utakapotaka kuja front, kuja kuni Rachel, mimi nitakuangalia like what? Itakuwa ni too late. Kwa hiyo watu tunakopambania mjue, tunapoongea mjue. Na mimi nakuja na vitu ambavyo ni real kabisa, real. Naambia na Samia Suluhu Hassan ni real kabisa, chini ya carpet. Na nachotaka yeye ni kufukuza wale ambao anajua kwamba atasema kwamba ni huyu, labda ni huyu, ili awafukuza weke watu wake. Kwa hiyo mnaofukuza mwe makini, huyo mtu ndiye anayeniletea maneno Samia Suluhu Hassan. Kwanza nitoke pia pongezi zangu kwa dadangu mpendwa sana Maria ni mtu ambaye namfuatilia muda mrefu sana. Nakubali sana harakati zake za kupigania taifa. Sana anachokifanya. Mange namkubali sana harakati zake na yeye. Sana. Ameanza kupigania sio leo wala jana. Kwa hiyo hao watu tuzidi kuwapa nguvu na kuwafuatilia zaidi. Wako real, wanatoa vitu vya kweli sana. Tofauti na wakati wengine anaweza kuchukua kitu cha Samia kaweka hapo. Mtu mwingine anasema kwamba kwa nini jeshi serikali haifanyi hivi? Sisi tunachukua vitu ambavyo viko ndani, vile ambavyo wanaficha, wanavyoviongea wao juu ya meza pale, ambavyo kikitoka nje umekwisha. Lakini anayetoa nje ni Samia Suluhu Hassan. Samia ndiye anatupa details zote, kila kitu chote. Sasa tutaachaje kuchukua hizi details na kuzileta kwa wananchi? Sasa mtu anafaa kweli achinjwe asichinjwe, achinjwe, akatwe. Ndugu zangu, ni msao kesho tarehe 25. Kesho ni maandamano na disco ambao Mungu amechagua. Kwa hiyo ni hashtag. Mfuate mwenzio, mtakutana mbele kwa mbele. Pia ninachoomba msitengeneze magrupu, ndugu zangu, ni magrupu yana balaa. Kuna kila sosi kwenye magrupu. Kitu kingine nitakachowaambia ndugu zangu wa Tanganyika, sasa hivi hawa VVU CCM hawa wamekuja na mtindo, wanataka kuwa support wanaharakati. Wanaweza kuja kwa kusupport, wakaja kwa kufanya vitu gani, wakaja DM, wakaja kwenye comment, wakaja kwenye kitu gani hivyo. Baadaye akaja DM, wakaja nini hivyo, wana vitu vingi tofauti. Muwe makini sana. Tafadhali sana. Ni mimi Rachel Dangwa, lakini ndio ni upigania taifa mpaka tushinde. I close my finger. Tutashinda. I close my finger. Tutashinda kabisa, wataki wasitaki. Asanteni. Merry Christmas and Happy New Year everyone. Sikiliza nikwambie, usikubali kuwa mtumwa. Unakuwaje mtumwa kwenye nchi yako? Unaanzaje kuwa mtumwa kwenye nchi yako? Why unakubali kuwa mtumwa kwenye nchi yako? Unakuwa zamu zuzu kwenye nchi yako. Why? Kwa nini? Naomba mnisikilize kwa makini. Kila siku nawaambia kauli moja.
Mungu siku zote huwa anasikiliza sauti za watu wengi. Mungu siku zote huwa yupo upande wa watu wengi. You understand? Hivi Watanzania niwaulize, leo hii mnataka kuniambia mmesahau? Mmesahau kabisa? Leo hii ina maana mmeshasahau kwamba kuna watu, maelfu na maelfu ya watu ambao waliuawa na Bi Msumi. Leo hii mnasahau kwamba kuna maelfu ya watu ambao wameingizwa monchwari wakiwa wazima. Leo hii mnasahau kwamba kuna watu wamezikwa wakiwa wazima. Mmesahau kabisa. Inamaanisha leo hii mmesahau ufisadi unaofanywa na Bi Msumi na genge lake. Leo hii mshasahau kabisa kuhusu Humphrey Polepole. Mshasahau wakati nyinyi ndo mlikuwa mstari wa mbele kupiga kelele. Ila leo hii mnajifanya mmesahau kabisa kuhusu Polepole. Mmesahau, mshasahau kabisa. Afu Watanzania ifikia hatua, acheni unafiki, mnatakiwa muwe real. Kipindi Polepole anawapigania, mlikuwa mnamuonyesha kwamba mnamsupport sana, mnampa support yote na nguvu zote, si ndio? But end of the day katoweka, mkapiga kelele sana. Leo hii sioni hata mtu mmoja, hata huyu akiongea kuhusu Polepole. Tundu Lissu alipopewa ile kesi, niliona watu kila siku ya mahakama, watu wanafurika kila siku, free Tundu Lissu, free Tundu. Leo hii watu wote msipiti, sioni tena mtu akiongelea about Tundu Lissu, sioni mtu akiongea kuhusu free Tundu Lissu. Tuachane nayo. Bi Msumi alitoa msamaha kwa wale wote ambao walihusika na maandamano, lakini tukirudi nyuma tukiangalia, unakuta alienda na chagua watu wa kuachia. Kamwachia Nifa, sijui kwa sababu ana jina. Je, vipi kuhusu wale vijana wengine wote ambao hawatambuliki na hawana majina? Vipi wale vijana ambao wazazi wao ni maskini, hawana hata 100 ya kumlipa mwanasheria? Ambao hana hata thumni ya kumlipa mwanasheria. Mnajua watu wangapi wapo Segerea leo kwa ajili ya ile kesi ya uhaini? Afu watu mmekaa kimya, mnajifanya yani is like kwamba mlikuwa mnapaza sauti kwa ajili ya Nifa tu. Nifa kaachiwe, na maana wengine wote takataka wanaweza kafia huko, haiwaambii kitu. No. Maisha yapo hivyo, maisha hayapo hivyo na yaendi hivyo. Watanzania amkeni, Watanzania amkeni. Bado tunayo nafasi ya kuikomboa nchi, tunao nafasi ya kutetea taifa. Lakini kwa haya ambao mnajifanya uzuzwamwa, huo ni unafiki, na Mungu hapendi. Mungu hapendi kabisa, hapendi. Ndugu zangu wa Tanganyika, habari za mchana. Kuelekea maandamano ya tarehe 24 na tarehe 25 Disemba, siku ya Christmas, naomba niongee na viongozi wa kiroho wa taifa hili wa Tanganyika. Viongozi wa kiroho, tunaelekea sikukuu ya Christmas, ambayo ni sikukuu ambayo amezaliwa Yesu Kristo. Ni sikukuu ambayo inahubiri amani, umoja na upendo na mshikamano, kama ambavyo
jukumu la Yesu Kristo, alikuja kufanya nini kwenye dunia hii. Mimi naomba niwaulize, kama nyie ni viongozi wa kiroho, mnasherekeaje Christmas wakati mioyo ya waumini wenu inalia, mioyo ya waumini wenu inavuja damu na nyie mko kimya? Jukumu lenu kwenye uongozi wa kiroho ni nini? Mnaongoza nini? Waumini wenu wamepoteza maisha. Makanisa hata kukaa siku moja kusema siku hii ni siku ya kukumbuka waumini wetu ambao wamepoteza maisha tarehe 29 mpaka tarehe 31. Hapana. Mnaendelea na misa kama kawaida na sherehe za Christmas mnasherekea. Jukumu lenu la kuongoza kiroho ni nini? Je, Yesu Kristo ndiye alivyoongoza wanakondoo wake na wafuasi wake? Mna reference ya Yesu Kristo? Sikilizeni mioyo ya waumini wenu. Kenya mmetusaliti. Wakenya mmetusaliti. Tumekubaliana msanii yoyote atakija Kenya hakuna kwenda kuangalia nyimbo zake. Kuna Msenge Choka naye Toma na Kufirwa katoka Tanzania kaja huko, nimewaona amenyosha hadi mikono juu. Wakenya mmetusaliti. Huyo Mario alikuja kufanya nini huko Kenya? Mbona siona hata makofi mmemtandika? Kuweni kwenye mstari wa Kenya, tunawaamini. Tafadhali siwabulie kofia kabisa nikawapa za uso. Wakenya. Mkiongea kitu mwe serious. Msiwe vigeugeu kama vile nini? Kuna kuna kile kinini kinatembeaga hivi, kinini kile kinageuka rangi. Msiwe vigeugeu. Msiende kwa mwanamuziki yoyote wa Tanzania anayekuja huko. Mnaenda kumsupport ili iweje? Tumeshakubaliana na Wakenya wameuliwa huku kwetu kwa ajili ya hawa wasanii. Nyie mnaendaje kumsupport msanii kama nani? Nimeona na Watanganyika mnaanza kujaa kwenye comment na like. Acheni mambo yenu ya kipumbavu. Huu msiba tulionao ni mzito. Hatutosahau leo wala kesho, ni maisha. Na bado mnajua kabisa kuanzia kesho naenda kufufua mili ya ndugu zetu. Wanataka kuficha ushahidi na AI zao za kifeki. Acheni mambo ya kipumbavu. Mbona mimi niko bana na uchungu kwenye mko hapo mnafanya vitu vya kipumbavu. Nitawapiga ngumi. Wakenya angalieni siwataundike ngumi za tumbo na kichwa. Watanganyika angalieni siwapige ngumi za vichwa. Acheni kwenda kujaza comment na like. Tuko kwenye msebo. Kukomboa inchi sio kitu rahisi. Lakini lazima tuende tukapambane. Mwenye shoka, mwenye jiwe lazima tuende tukapambane. Hiki ni kizazi cha baba wa taifa, kizazi cha Magufuli. Hatuangalii nyuma. Na lazima mwe na msimamo. Acheni upumbavu. Hii video itembee. Wanaenda kufufua watu waliokufa. Wanaenda kufufua wale makaburi. Ndugu zangu wa Tanganyika. Naombeni muwapigie hao watu simu waambie waache kwenda kufufua, kuendeleza kuhangaisha hao ndugu zetu, waache mara moja. Naanza na namba ya simu ya Abdul. 0715909888. Hiyo ni namba ya Abdul. Mpigieni simu waambieni waache kufufua hao watu kuanzia kesho na kuendelea. So, namba ya simu ya Abduli ni 0715909888. Hiyo ni namba ya Abduli. Namba ya simu ya Sumai ni 0659133877. Namba ya simu ya Sumai ni 0659133877. Hiyo ni namba ya Sumai. Namba ya simu ya Mchengerwa, waambieni waache hizo maiti, waache kufufua watoto. Mimi niko hapo masaa 24. Niko pale toka siku waliozika hapo.
Namba ya simu ya Mchengerwa ni 0756 14 75 79. Namba ya simu ya Mchengerwa ni 0756 14 75 79. Mchengerwa. Namba ya simu ya Chalamila sorry guys nina hasira sana namba ya simu ya Chalamila 0767 15 04 00. Namba ya simu ya Chalamila mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam ni 0767 15 0400. Namba ya simu ya Chalamila hiyo. Namba ya simu ya Liziwani Kikwete. Namba ya simu ya Liziwani Kikwete ni 0764 44 49 99. Namba ya simu ya Liziwani Kikwete ni 0764 44 ya Liziwani Kikwete ni 0764 44 49 99. Ninarudia tena, namba ya simu ya Liziwani Kikwete ni 0764 44 49 96. Ndugu zangu ni Watanzania, ndugu zangu ni Watanganyika, naombeni muwapigie simu, muambie waache kufufua kaburi hizo. Waambieni Lecho Dangu amesema, na Tanzania, Watanganyika wote wamesema acheni kufufua hizo maiti. Kama mngejua msingeua mtu hata mmoja. Na mlivyokuwa wajinga wapumbavu, mnaendelea kuua kila siku na kuwazika kwenye kila mbunge. Na hiyo pesa, yani ajinunulie kila kitu. Kama ni gari za serikali, mbunge atahitaji kuwa na gari hizi za nani, za Noha. Kama ni Noha, kila mbunge atapata Noha yake safi kabisa. Noha yake safi kabisa. Mambo ya kusema si kiinua mgongo, si vitu gani havipo. Haipo hiyo. Kwamba marupurupu siku, lakini marupurupu hayapo. Pesa lazima itumike kwenye nchi. Hospitali zijae. Manesi, madoctors wanahitaji kulipwa mshahara unaoeleweka. Polisi wanasimamia nchi. Wanajeshi wanasimamia nchi. Lazima wawe na gari zao gari zao ndogo ndogo za kutembelea. Mshahara wao ni wa kawaida sana. Nitafanya hivyo ili kuepusha na hizi ghasia. Kuomba rushwa barabarani haitakiwi. Lakini especially mwalimu anahitaji kupokea mshahara unaoeleweka. Na dokta hospitali, madokta, manesi wanahitaji kupokea mshahara unaoeleweka, kwa sababu wale wanaokoa roho za watu. Na kitu nitakachokifanya, madokta kutoka nchi za nje nitawaongeza kwa ndani, kuongeza ujuzi zaidi. Tutaongeza hospitali nyingi, manesi kujifunza kutokana na madokta wa nje, sio kwenda kusomea nje. Tutawaleta ndani waje kufundisha hapo kwenye nchi yetu. Tutafungua vyuo, tutafungua viwanda. Tutaomba wawekezaji waje kuwekeza hapo nchini ili Watanganyika wetu waweze kupata kazi. Sio hivi vitu wanavyofanya vya kipumbavu. Haiwezekani. Haiwezekani. Rais umekosea, unafukuzwa. Rais unapokuja ongea kitu kinachoeleweka. Na rais na wabunge, sio rais kaongea hivi, halafu mbunge tena kuja napindisha. Mnakuwa mnaitoa taifa kwenye mstari. Ninaongea kama rais wa wananchi wa Watanganyika wote. Na mimi nitaongea kama rais wa vyama vyote, niko madarakani. Iwe upinzani, kuna mbunge kule, lazima apelekewe majukumu yote kama vyama, kama chama changu huku.
Chama changu kinaitwa Tanganyika. Chama changu kinaitwa Tanganyika. Tena Tanganyika 1. Sio Tanganyika 2. Hii ni damu ya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Lazima tuongoze kwa mujibu wa sheria. Hakuna polisi wa design yoyote umefanya, hata kama una nyota 10 hapa, nitazitoa zote kwa mujibu wa sheria. Kuna vitengo unahitaji kuvuliwa zile nyota, vua mkanda, vua magwanda, sweka ndani, swekwa ndani. Kama ni kunyongwa umefanya kosa, utaenda kunyongwa kwa mujibu wa sheria. Upumbavu mnaofanya lazima adabu iwepo. Kuonea wananchi ni mwiko. Mwananchi ndiye kwa ajili wewe. Kuonea mwananchi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanganyika ni mwiko, ni kosa la jinai. Kosa la jinai. Vyombo vyote vya habari nchini vinahitaji kutoa habari kama ilivyo. Sio kukatakata. Bunge lazima liwe wazi. Unakopewa za uso wananchi wale kama umepewa za uso. Inakuwa ni live, mko bungeni ni wawe live. Lazima wananchi waone bunge lao linaenda vipi. Kwa sababu bunge ndio wananchi. Nyie mnawawakilisha wananchi. Kwa nini mnaficha bunge? Mbunge unaoingia huko kaanza kuongea kwamba tuna wanaume zetu, lazima uvuliwe ubunge, utolewe. Jimboni kwako lazima ubunge uchaguliwe upya. Lazima ubunge uchaguliwe upya. Tayari wewe ni kiranga. Mimi kwenye serikali yangu ni kukimbizana aste msebo. Lazima nchi ijengwe kuanzia mjini mpaka vijijini. Sio mjini ukienda vijijini unakuta pako tofauti na mikoa mingine iko tofauti, hapana. Lazima nchi ijengwe. Wa China nitawasomba waje wajenge nchi. Nitawasomba hao wa Dubai waje wajenge nchi. Umeona Dubai, ukiingia pale Dubai wote mnakimbia Dubai. Lazima mje muijenge nchi. Kuanzia Mwanza, Dar, Kigoma, Tabora, Singida, Arusha na vijiji vyake, barabara zieleweke. Maji yaeleweke. Tuna maji mengi. Mnakosaje maji? Na kufanya utaratibu umeme usije ukakatika. Ni aibu. Umeme ukikatika, TANESCO lazima jukula hatua kali sana. Rasilimali zetu ni mali zetu. Tunauza. Kama mmeuza dhahabu, mnakuwa mnauza, mnapata pesa, mnajenga nchi. Sio wakabidhi migodi yote kwamba tumewapa nyewe fanyeni mnavyofanya. Huo ni upumbavu. Ninasema hivi, mimi as a president wa Tanganyika, ndugu wa Tanganyika, mnalai kunichagua mimi kama rais wenu kwa ajili ya kuipeleka msebo taifa. Tuko mbali, hapa tulipo siko tulipo. Tanganyika inatakiwa kuwa hivi. Leo mnalia maji wananchi. Nyewe ndio kulilia maji. Nyewe ndio kuuliwa kweli. Polisi wa kumuua mwananchi lazima kanyongwe. Lazima akanyongwe. Si ukakae jela ule ugali siku zinaenda, no. Lazima polisi uvuliwa na ukanyongwe. Mwanajeshi lazima ukanyongwe. Hatutaangalia mtu. Adabu na heshima ziwepo kwenye jamii. Mtanzania, Mtanganyika, lazima uheshimiwe na wewe weke heshima. Heshima ni kuheshimiwa. Mama yako haitakiwa tandani mama baba wanyanyasa watoto. Kwenye sheria yangu hakuna kupiga watoto. Hairuhusiwi. Mtoto mfundishe vizuri. Watoto wataanza kwenda shule miaka 5. Kuanzia miaka 3. Miaka 3 mtoto anaanza shule. Kiingereza kinaanza hapo, kujifunza mambo ya, tunaweka mambo ya kujua ujuzi. Kujua kujenga nyumba, kutengeneza magari. Kutakuwa na vitengo vya kujifunza unesi, udoctors. Kuna vitengo vya mapolisi, tutaweka vitengo mbalimbali kwenye mashule. Michezo itaanzia huko tena kuanzia mwanzo. Michezo itaanza toka chekechea, michezo ipo.
Na usimpige mtoto kwa sababu anataka kucheza muziki. Kipaji hicho kikuze. Tutakuza vipaji vya kila design, mpira, muziki, kila kitu. Dunia ione. Hivyo ni vipaji ambavyo vinaweza kukungizia wewe, vikakuwekea wewe hapo ukasaidia familia zako na mama zako ambao hawajasoma mpaka hapo walipofikia. Vizazi tutavikuza kwa pesa ya serikali. Lazima. Na sio ombi, hiyo ni lazima. Ninawapenda sana. Nimeshasema na nimeongea ndio hivyo. Mimi ndio rais wa wananchi wa Watanganyika wote kwa ujumla. Mimi sio rais wa mtandao. Mimi ni rais wa Watanganyika wote. As a president, asanteni kwa kunichagua. Ndugu wa Tanganyika, issue ya walisema kwamba uchunguzi wa mauaji ya Tanzania ambao tume ambayo Samia aliyoichagua imeshatengeneza AI za kutosha, kama nilivyowaambia toka mwanzo. Wametengeneza AI za kutosha, kwa hiyo atakuja kuambia kwamba uchunguzi tayari umekamilika. AI zimetengenezwa za kutosha. Za kutosha. Video baadhi ambazo zimechukuliwa ni ambazo nilikuwa na post mimi, alikuwa na post Mange Kimambi, anazo post Muna Love, na baadhi ya video ndogo ndio wamechukua. Wameweka hizo, wameunganisha na video wanazozijua wao. AI fake shit. Na ndio maana walikataa. Hawataki kuwa na uchunguzi wa kutoka nje. Kwamba Samia akasemaje, uchunguzi wa ndani kwanza uanze. Ukishaanza ndio ICC itafata. Kwa hiyo yani AI zianze za kutosha kila kona. AI zikishamalizika, wakishamalizika kufanya mambo yao ya kuunga ndio ICC ije. Naombeni mumtagi hali sana kwenye hii video, na kama itawezekana mweze kuipost kwa wingi, lakini msipoipost pia sawa, kwa sababu sio ni kama watu mnapost sana video zangu nazoziongea, kwa sababu mimi ni mtu wa dakika 2:0. Na hizo dakika 2:0 pia niwaambie ndizo zinazomuuguza Samia. Hizo dakika 2:0 ndugu zangu, hiyo ndio dawa yenyewe. Ndio dawa yenyewe inayomchoma Samia. Mnaona anauma hapa na hapa na hapa. Haumwi sana sasa hivi. Japokuwa kuna, kama mnavyojua, kuna hawa mashehe wametoka Moroko, wanakuja mara kwa mara mashehe kutoka Moroko, wanamuombea dua. Akija huyu Mwamposa ana shida Ikulu kumuombea, kwa sababu muda wote anaona watu wanamzomea. Mchana akikaa anaona mtu anamzomea, anamuijia kama napanga. Akilala usiku ni maweweseko, anaona anazomewa. Jamani, damu zalizoua Watanganyika lazima ziendelee kumfuata. Mauaji aliyofanya Samia lazima atawafuata wa watoto. Hawa watoto wana wazazi wao. Watoto walioenda kuzika pale kwenye makaburi yote aliyozika kuanzia Mwanza, Arusha, whatever things. Damu zile zinamtafuna sana. Kwa hiyo ndugu zangu, ni nikiweweseko usiku kucha. Yaani asubuhi akiangalia hizo kukaa hivyo huyo. Wanamwambia yuko wapi? Wewe! Wanamdaka. Nini tena amekuja huyo? Anamwambia damu za watu haziendi bure Samia. Ndio hivyo, unachokipanda ndicho unachokivuna. Umeua Tanganyika ambao sisi ambao walikuwa wanakosa lolote. Lazima viweruweru vitakufuata, na bado huo ni mwanzo. Trailer inakuja. Hiyo ni trailer, movie yenyewe OG inakujia. Jamani. Samia mchana hakulaliki, usiku hakulaliki. Yaani yule anahitaji kupelekwa sasa hivi Milembe, kawa chizi. Anazidi kuwa chizi. Anaweza kukaa hivi na kwambia imekaa pamoja hivi. Huyo anakuja. Nani tena? Damu za watu. Akilala avilaliki. Kuna mashehe kutoka Moroko. Wanapishana kila siku kuingia kutoka Moroko, wanaingia wanatoka. Wanaingia kumwombea dua, wanatoka. Wanaingia wanatoka. Bado wanaingia anatoka. Mwamposa anashinda Ikulu. Huyo chizi Mwamposa anashinda Ikulu kumwombea Samia.
anaweweseka, vinampanda, vinamrudia. Jamani, damu za Watanganyika. Na bado hiyo ni trailer Samia, movie inakuja. Nasema tena, hiyo ni trailer. Ni trailer. Wewe movie inakuja. I'm telling you, nikwambie for real. Ama wewe sika mbona ni madogo? Umeua malaki, maelfu na maelfu na maelfu, mamia na mamia, 100, 200, 300, maelfu na maelfu wa Tanganyika. Umeua Tanganyika kama nani? Na wewe sio Mtanganyika. Unaua Watanganyika kama nani? Na wewe sio Mtanganyika. Samia, hiyo bado. Abdul, mtaweweseka sana. Ilo li mamako li cheese. Kuua watu. When you kill someone, hata yule mmoja, damu yake haiendi bure. Kuna damu aziguswi. Kwa mfano kama damu ya mimi iliyodangwa haiguswi. Mnaitaka sana damu yangu lakini haiguswi. Yaani ukigusa ni ukoo mzima unayoyoma. Ukinigusa ukoo mzima unayoyoma, wote unateketea. Wewe mimi ni Muha OG. Ukiniona mimi ni Muha originality, yani OG. Wananiita English figure wala Kisomali uko nyuma usiseme. Ndo maana yake. Uniguse mimi mtoto mzuri. Yani mtaketeketea ukoo mzima. Mnaponitafuta ndivyo na nyewe ukoo unazidi kutafutwa na utateketea wote. Hey, I'm Rachel D VIP. When you fucking me, bitch, I'm gonna fuck you so back. Hey, I don't pray with the stupid chigo look you a miller before you talk to me, bitch. Come on. I'm dangerous, bitch. Don't play with queen. Don't play with queen. Hey, let's go. VIP. 1 2 3 1 2 3 1 2 3. What to need, what to need, what to need. What to see, what to see, what to see. Fuck pussy, fuck pussy, fuck pussy, fuck boy. Oh. Killing money. Kumanyoko zenu. Nika wenzangu, nataka niwaambie kitu kimoja. Watu wa tarehe 29 bado hawajachiwa wote. Na wapo wengine wengi sana wameweka kwenye mahandaki. Kwenye mahandaki. Kuna handaki ambalo liko Tanga. Kuna handaki kubwa sana liko Tanga jeshini. Handaki kubwa sana liko Tanga jeshini. Kule kuna Watanganyika wengi, maelfu na maelfu na maelfu. Watanganyika wenzangu. Kuna Watanganyika wengi, maelfu na maelfu na maelfu kwenye handaki ambalo liko jeshini Tanga. Nyie wanajeshi, nyie Watanga, nyie wanajeshi huko Tanga. Nyie si ndio mnalinda raia na mali zake? Nyie si ndio wanajeshi wa taifa? Kwa nini mnakubali kuweka raia kwenye handaki lenu la jeshini huko? Uko kwenye hilo handaki, kwa nini msiwatoe hao raia? Wanatolewa mikoa mbalimbali wanaletwa huko. Kwa nini? Kwa nini mnatesa watoto wa watu, mnawanyanyasa? Wengine wanafia huko, mnawazika huko. Kwa nini? Jamani, jeshi la Tanga, toweni Watanganyika kwenye handaki lenu huko haraka sana. Waacheni hao Watanganyika. Nyie ndio mmeweka kulinda raia, lakini mnafanya vitu vya kiumbavu, vya kijinga sana. Nyie mnaumiza sana Watanganyika, acheni. Yani I don't know, sijui niwaambie maneno gani. Hakuna kitu ambacho nakasirishwa kama hicho. Wajinga wakubwa nyie. Hao ni watoto wa watu, wana familia.
Mama zao hajui wako wapi, baba zao hajui wako wapi. Wengine watoto wao hajui mama zao wako wapi, baba zao wako wapi. Nyie mmewashikilia tu kwenye handaki hilo hapo Tanga jeshini. Acheni tabia zenu za kiboya, acheni haraka iwezekanavyo. Wewe Abdul akina Mafede, tabia mnazofanya za kipumbavu. Wewe Samia, tabia unavyokifanya kuwapelekesha Watanganyika hivyo, ndio maana unaweweseka masaa 24. Da ndo kusho hapa. Yani wewe kama unaishi da na uandamani, yani sijui, yani utakuwa umelogwa. Kama unaishi da lazima utoke ndani. Kama unaishi Dodoma lazima utoke ndani. Unaishi Mwanza, Arusha lazima utoke ndani. Lakini da ndo namba 1. Sababu huo ndo mji wa kukomboa taifa. Dodoma, Arusha, Mwanza, lakini da namba 1. Kwa hiyo lazima tujiorganize kwa mitaa. Wewe jiulize, mimi kwenye mtaa wangu hapa sasa hivi kuna organization gani ya maandamano? Imefanyika kitu gani? Anza kuongea na watu mtaani kwenu, vijiweni, ongeeni vijana sasa hivi. Mnajiorganize jamani, siku ya maandamano tunafanya nini huu mtaa wetu? Tunaanzia wapi, tunaenda wapi? Like I said, hatuwezi hapa kina Mangi tukafanya hiyo announcement ya kusema jamani maandamano yataanza hapa, tutaenda huku. Tukifanya hivyo tutakuwa tumeirahisishia kazi jeshi la polisi dakika 1. Maana sasa hivi inabidi wajistretch nchi nzima, wajistretch miji yote mikubwa. Okay, tukisha waambia maandamano yataanza da kuanzia Ubungo, tunaenda Kariakoo, tunaenda sijui wapi, wataenda kujaza gari zote za polisi za nchi nzima zitaenda pale. Kwa hiyo ndio maana tunasema hatutangazi yanaanzia wapi yanaishia wapi. Kila mtu ana akili. Siku ya maandamano wewe toka nje ya nyuma yako, mfuate mwenzio nyuma, mtajua mbele kwa mbele. Okay. Lakini tukisha announce hapa, yani tumewarahisishia kazi yote, wamemaliza. Wanajua wapeleke wapi resources zote, magari yote, polisi yote wawapeleke wapi. Na hatutaki kuwasaidia kwa hilo. Yani wao wapate surprise siku ile kwamba sehemu fulani ndo kuna watu wengi, wakimbie huku, wakimbie kule, wakawai kule. Yani tunataka tuwape hiyo confusion. Kwa hiyo lakini nyinyi kwenye mtaa wenu mnajiorganize. Mnajua bwana sisi huu mtaa wetu tutakutana sehemu fulani, tunaenda sehemu fulani. Mtaa wetu, yani hakikisha mmeongea. Yani lazima ifanyike kama maandamano, msiingie huku, msokeze huku, tupeni location. Jamani wako na serikali hilo mlijue kichwani. Maandamano unakotoka, toka nyumbani, utakuta mwezo barabarani, mtaondoka mbele kwa mbele. Kitatinga huko kitatimka. Mwenye kuwa na jiwe, mwenye kuwa na panga, mwenye kuwa na mapumbu, mwenye kuwa na manyunyu, yoyote unabeba. Mwende pole pole, sijui nini. Wewe ndugu zetu wameuliwa pole pole, na bado wanauliwa, na bado wanachomezewa, na bado sasa hivi tu wakisikia tu kwenye comment, umecomment tu chochote kwenye comment, unasakwa, ulipo unawekwa ndani, unapotezwa. Halafu anakuja takataka kumanyoko, majini yamewasimama mama. Huyo Samia mwenye kinembe cha kumtepeta ni kumskweka, ni kumtoa Ikulu kudadeki. Ikulu si wa Zanzibari, si ni Watanganyika bwana. Watanganyika sisi ni wapole. Mimi niwaambieni kweli, sijajua kabisa kutukana. Kama kumara mama yako, matako ya shangazi yako, sio nini. Hadi no, sijajua kusema hivyo. Mimi ni mimba kwaya, mimi ni msabato. Leo ni tuseme kwa mfano kama siku ya Ijumaa, unakuta kesho yake kufungua sabato Jumamosi. Mimi ni msabato pure. Lakini usabato nimeweka pembeni. Kila kitu namuomba Mungu kila siku, nikilala, nikiamka, nikila, nikifanya nini. Hivyo. Lakini kwa haya yanayoendelea Tanzania, huwezi ukaongea na Samia huyo kiranga ukaja nao kuongea naye, jamani Samia, nikwambie nakupenda. Umekuwa chizi ama? Mtu akiongea karibia na wewe kuhusu Samia, mpige ngumi ya sikio, amke. Haya maumivu tulionao sisi Watanganyika, fikirieni. Unajua mimi kitu ambacho kinanishangaza ni kitu kimoja. Yeye ni Mzanzibari, sio Mtanganyika. Amejiweka madarakani, halafu bado unaua.
Yani umejichagua mwenyewe, hakuna hata 1% ambayo imekuchagua. Halafu na bado unaua watu, hutaki watu wakuseme. Yani hata mababu zetu waliokuwa madarakani, yani hatujaanza wale mababu za mababu. Miaka hiyo ya 70 60 huko hatuja tutazaliwa miaka gani? Wanashangaa vitu vinavyoendelea leo. Yani ningewezekana kwamba